Uvuvi kwa kiasi kikubwa unachangia pato la wakazi wa kisiwa cha Tumbatu kwa kiwango cha juu, ambapo asilimia kubwa ya wakazi wanaoishi Tumbatu wanajishughulisha na shughuli za uvuvi. Kama ilivyo katika sekta nyingine, uvuvi umekuwa ni chachu ya maendeleo makubwa hapa nchini ikilinganishwa na miaka ya nyuma. Maendeleo haya yanatajwa kuchangiwa na matumizi ya zana za kisasa zinazotumika katika sekta hiyo, kama tunavyoelezwa na watu wanaofanya shughuli hizo. Huyo hapa ndugu Ali Hamisi Nyange, ambaye ni mvuvi anayetumia zana za mshipi wakati wa shughuli zake hapa kisiwani Tumbatu. Hapa anaeleza utofauti wa maendeleo kati ya uvuvi wa zamani pamoja na ule uvuvi wa kisasa. Kipindi cha zamani tulikuwa tuna uwezekano wa kuchukua muda wa masaa yanayofika masaa 10 kutoka hapa petu mpaka kufika kurudi tena hapa. Ina maana kutoka hapa kwenda mavuvini mpaka kurudi tena hapa kijijini, muda huo ulikuwa unafika, kutokana na udhaifu wa nyenzo. Kwa vile tulikuwa tunatumia matanga na kufa kwa upepo tunatumia makasia, kwa hivyo hiyo ilikuwa inatufanya tufike katika hatua hii. Uwepo wa zana za kisasa za usafiri ikiwemo vyombo vya mashine za kurahisishia kazi umekuwa na tija kubwa, kama wavuvi wanavyoendelea kuelezea umuhimu wa jambo hilo, huku akibainisha changamoto zao wanazokutana nazo katika kazi zao za kila siku, hasa kwenye safari zao. Ndugu Machano Shamata Simba alikuwa na haya akizungumza kwamba hivi sasa tunazo nyenzo za kuendea baharini, na hususa kwamba sasa hivi tuna mashine. Na kwa bahati nzuri tunapokwenda mavuvini hivi sasa, kutoka kutumia hizo nyenzo za mashine, ni kwamba tunafika sokoni kwa wakati tunapopata samaki. Tunafika kwa wakati. Kwa maana tunashukuru sana kwamba hivi sasa tofauti na zamani ambapo tulipokuwa tunavua, ongezeko la kipato lipo, na lipo hivi kwamba hivi sasa kwa tunafika sehemu ambazo tunahitaji kule waliko samaki tunafika. Lakini pia tunaporudi kwenda sokoni tunakwenda kwa wakati, ambapo ni time za kuuza. Zamani ilikuwa tunataka tukarudi na samaki leo, lakini tukawalaza mpaka siku ya pili, na kwa bahati nzuri siku nyingine inawezekana akaharibika kwa sababu ilikuwa hatuna hata hizo sehemu za kuwahifadhia kwa hapa Tumbatu, kwa sababu ilikuwa bado halujaja umeme. Je, hali ya zana za kufanyia shughuli za uvuvi ikiwemo mitego mbalimbali ya uvuvi wanaizungumziaje wavuvi wa kisiwa cha Tumbatu? Mwandishi wetu Sheha Haji Sheha amefunga safari moja kwa moja kwenda kujionea uhalisia wa uvuvi wa kisasa pamoja na zana zinazotumika katika shughuli zao za uvuvi. Naam, muda huu nipo katika bandari ya Kichangani hapa, na hapa nakutana na chombo cha Kheri Yetu almaarufu Kikombe. Chombo hiki kinafanya safari zake kutoka Tumbatu kwenda baharini kwa ajili ya mavuvi kila siku, ama baadhi ya muda huweka dago nje ya maeneo ya Tumbatu ama hata nje ya Zanzibar. Leo hii kitu ambacho kimenifanya nifike hapa ni kuja kushuhudia moja kwa moja uvuvi huu ambao unatumia vyombo vya mashine, jinsi ambavyo unafanya kazi kwa ufanisi zaidi. Na kuna sihi tu, hebu ongozana nami katika safari hii. Na kama unasikia ni ngurumo, jua tu ni mawimbi ya hapa na pale pamoja na mashine ikifanya kazi yake katika usukani wa nahodha mahiri kabisa, ndugu Haji Juma Vuai. Huyu ni nahodha wa chombo hiki ambaye atakuwa naye hapa kinieleza mambo mawili matatu. Safari hii nahodha inaweza kuchukua masaa mangapi kutoka hapa bandarini mpaka kufikia kuseme mavuvini? Labda itachukua masaa mangapi? Kuondoka hapa bandarini mpaka kufika mavuvini na kwenda kuvua sehemu za Mwamba Saidi inachukua muda wa saa 1:30 mpaka masaa 2, kutegemea na hali ya hewa ilivyokuwa kabisa. Na kwa hali hii bila shaka tutafika mapema zaidi, maana nilikuwa na hofu kidogo pengine safari ingechukua masaa 5 na kadhalika. Kumbe ni saa 1 tu. Basi itakuwa ni kupita. Na hapa kuna zana mbalimbali. Hapa naona zana mbalimbali. Hiki ni nini? Hii mishipi na hizo ndoano. Na bila shaka ni zana ambazo zinatumika moja kwa moja kwa ajili ya uvuvi wenyewe. Hizi zinatumika kwa uvuvi wenyewe na tunavulia samaki kila aina. Mpaka hivi sasa tunaanza kutia chambo, na tukishafika sehemu husika
tunatega mitego na kukaa kama muda wa saa moja hivi tunavua kabisa. Na upatikanaji wa zana hizi za uvuvi katika kisiwa cha Tumbatu upoje kwa zama hizi tulizo nazo? Kwa zama hizi imekuwa nafuu sana, kwa sababu zamani ilikuwa tunapata shida kweli kweli, lakini hivi sasa hizi zana ziko ndani ya kisiwa cha Tumbatu. Muda wote unaotaka hizi zana unazipata, mujibu na hali ya uwezo wako tu wa kifedha. Unaweza kuona kama ni maajabu hivi, lakini ndiyo halisia. Kutoka bandari ya Kichangani kuelekea baharini na kuvua, kutoka mavuvini kuelekea sokoni kuuza samaki, na hatimaye tumerudi katika kisiwa cha Tumbatu kwa masaa yasiyozidi 6, na kazi zote hizi tumezikamilisha vizuri na kwa ufanisi wa hali ya juu. Hii yote ni kukudhihirishia tu kwamba kuna tofauti kubwa kati ya uvuvi ambao unatumia mashine na ule uvuvi wa tanga. Je, maendeleo ya uvuvi kisiwani Tumbatu yanaendana na maisha ya wavuvi wenyewe? Swali hili nimemuuliza Bwana Ali Khamis Nyange, na hapa alikuwa akitoa ufafanuzi zaidi. Jambo liko wazi kabisa. Zamani tulikuwa na nyumba nyingi sana tu za tope na kuzieze kama kuti. Ukiangalia sasa kutakuta kuna nyumba nyingi za jiwe na zimeeze kwa mabati. Kwa maana hiyo linatoa uwazi wa kwamba faida ya sasa ni nzuri kuliko ile ambayo ya muda uliopita. Swala la kupunguza umasikini kwa Zanzibari ni miongoni mwa maendeleo ya millennium, ambapo serikali imekuwa ikitumia mbinu na njia mbalimbali ili kupunguza makali ya umasikini katika jamii. Amuri Sheikh Hamis ni afisa uvuvi wilaya ndogo Tumbatu. Nimemuuliza, je, kuna mikakati gani ambayo inasimamiwa na serikali katika kuendeleza uvuvi wa kisiwani Tumbatu? Kwa upande wa mikakati ya uvuvi kwa sasa hivi ni kuwainua wavuvi kutokana kwamba waweze kuvua uvuvi wa kisasa zaidi, kwa sababu pengine mwanzoni wengi wao walikuwa hawana zile nyenzo za kuweza kuwafikia mle sehemu ambapo pengine watavua kwa ufanisi zaidi. Ila sasa hivi kutokana na uongozi wa jimbo pamoja na serikali kwa ujumla umewezesha kwa ajili ya kuweza kupata mashine ili kuweza kufika ile maeneo hususan ya kuweza kuvuia. Ndugu Amuri, licha ya kwamba serikali imekuwa ikichukua jitihada kubwa katika kuhakikisha inawasaidia wavuvi, je, kwa upande wa kisiwani Tumbatu wavuvi wamekuwa na maendeleo gani kwa sasa? Kwanza manake kile kipato kimeweza kuongezeka, lakini hata hivyo vile kwamba takriban wavuvi wengi kwa sasa hivi ni kimaendeleo wako vizuri kutofautishana na zamani, kwa sababu wengi wao tayari washaanza kuwekeza katika sehemu tofauti kama kuweka maduka, kuweka rasilimali nyingine kwa baadaye ili siweze kuwasaidia, kwa maana hata pale ambapo pengine katakuwa hawezi kufanya shughuli ile ya uvuvi katakuwa kana shughuli mbadala. Swala la maendeleo ya mtu mmoja katika kisiwa cha Tumbatu pia limefafanuliwa na Mheshimiwa Haji Omar Khair wakati alipokuwa akizungumza katika kipindi cha utawala bora na uwajibikaji kinachorushwa na Tumbatu FM kila siku ya Jumatatu saa 5 kamili za mchana. Na hapa alikuwa akisema, angalia watu wanaokwenda kuvua. Zamani kulikuwa hakuna hata dau moja ambalo linakwenda kuvua kwa mashine. Angalia sasa hivi idadi ya vyombo vya wavuvi wa Tumbatu vingapi vina mashine. Hilo ni eneo moja. Zamani upepo ukija, nyumba karibu 95, 99 zimeezekwa makuti. Nimetoa mfano, nyumba moja tu Tumbatu mzima kwa Usihaji Mabatini ndio ilikuwa imeezekwa bati, na chini ya 3 ilikuwa imeezekwa madebe. Leo angalia, na pale Fukuchani kulikuwa na sehemu muhimu sana ikiitwa kwa Babu Aloleni. Hiyo maarufu kwa sababu watu wa Tumbatu ndipo tulipokuwa tunakwenda kuchimba udongo. Hivi Tumbatu ya leo nani anatamani kwenda kuchimba udongo waje akandike nyumba yake? Karibu 95% ya nyumba za watu wa Tumbatu sasa ni za tofali, saruji, bati. Hiyo ni dalili ya kwamba uchumi umekuwa, mabadiliko ya kiuchumi yametokea. Tumbatu toka imeumbwa tulikuwa hatujawahi kuwa na umeme. Leo tuna umeme.
Leo unaweza ukakitafuta kitoweo cha kulia muhogo tumbatu ukakikosa. Kwa sababu gani? Mvuvi anakwenda kuvua, anayebahatika kutokwenda kuuza siku ile ile kwenye soko, anaweka kwenye freezer. Siku ya pili anapata bei iliyokuwa nzuri. Zamani ilikuwa haitokei hivi. Unaweka kwenye freezer, anakuja mteja, sio sokoni, anakuja nyumbani. Sokoni bei mbaya, anarudi nao anawaweka kwenye freezer. Pamoja na maendeleo makubwa ya sekta ya uvuvi kisiwani Tumbatu, bado kuna changamoto mbalimbali ambazo zinaizunguka sekta hiyo. Afisa uvuvi wilaya ndogo anaendelea kwa kutubainishia changamoto hizo. Changamoto ya uvuvi haramu bado ipo na ni tatizo kubwa sana, ambayo hii ipo kwa wavuvi wenyewe wa kisiwa cha Tumbatu, lakini hata kwa wavuvi wa nje ya kisiwa cha Tumbatu. Licha kwamba serikali siku zote inakataza uvuvi wa aina hii, lakini bado wavuvi hawajakuwa na kuitikia ule wito wa serikali kwa ajili ya kuweza kuacha kutumia uvuvi haramu, kwa sababu bado wapo wavuvi wanatumia nyavu ambazo hazistahiki. Ni wazi kuwa changamoto hizi zinapaswa kupigwa msasa wa hali ya juu ili kupungua au kuziondosha kabisa, kwa lengo lile lile la kuweka maendeleo endelevu ya jamii, hususan katika sekta ya uvuvi. Na hapa ndio mwisho wa makala hii, ambapo kwa leo ilikuwa inazungumzia maendeleo na changamoto za uvuvi kisiwani Tumbatu. Mwandaaji wa makala hii ni Sheha Haji Sheha na msimulizi wa makala hii ni Makame Ngwali Makame.